Ni jambo la muhimu kweli kweli. Mimi siongee sana. Sasa ndugu zangu wenye ulemavu wa macho, huyu Ahmed Ally nyie amumuoni, lakini mimi kidogo ninaangaza kidogo. Amevaa kanzu moja matata kweli kweli, kanzu ambayo natumai hii imetoka Oman, ndio aliyoivaa, kwa sababu nyie amuoni, amjui amevaa nini. Kanzu moja nyeupe kweli kweli, yani kanzu ya maana. Na tukio hili sio tukio la mchezo, ni tukio kubwa, ni tukio la maana kweli kweli. Sasa mimi nisiongee sana, ninamkaribisha semaji la CAF, semaji la dunia, Ahmed Ally. Karibu sana uzungumze na watu wenye ulemavu wa macho nawe wakusikie. Karibu sana semaji. Assalamu alaikum. Asante sana Bwana Seif. Awali ya yote tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika hapa siku ya leo na kukutana na ndugu zetu ambao ni mashabiki wa Simba lakini wenye ulemavu wa macho. Hiyo ndiyo kadari yake Mwenyezi Mungu. Tulipata wito huo ya kwamba mashabiki wa Simba ambao wana umoja wao wa watu wenye ulemavu wa macho wanataka kufanya kitu kwa ajili ya Simba yao. Cha kwanza wanataka kufanya dua, lakini cha pili wanataka kuona uongozi wa Simba Sports Club. Sisi tukasema mambo yote haya mawili yana maana kubwa sana kuelekea mechi yetu ya tarehe 1 wa mwezi wa pili, kwa maana ya kesho kutwa siku ya Jumapili. Kwanza kufanya dua huku maana yake ni kwamba na ninyi mnatoa mchango wenu kwenye kuipambania Simba kuelekea katika mchezo huu. Tumeshasema na tunarudia kusema tena, mechi yetu ya Jumapili ni mechi ngumu kweli kweli, ni mechi ambayo inahitaji kila mwana Simba atoe mchango wake kwenye kuisaidia Simba yake. Na kila mchango hapa, uwe mdogo, uwe mkubwa, ni mchango ambao unatakiwa kwa ajili ya kuisaidia Simba yetu. Kwa hiyo tuliposikia kwamba mnataka kufanya dua kuiombea Simba yetu kuelekea katika mchezo wa Jumapili, sisi tukashukuru kuona kwamba na ninyi hamjakaa nyuma, mko tayari kuipambania Simba yenu. Pamoja na changamoto ya kutoona mliokuwa nayo, lakini mkasema na sisi tunatoa mchango wetu kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports. Na kila siku huwa nasema Simba hii ni yetu sisi wanachama na mashabiki. Sisi ndio wenye kuamua tunataka Simba ya aina gani. Na ninyi mmeonesha mfano mnataka Simba ya aina gani, nataka Simba ifanye vizuri, na ndio maana mko hapa hii leo kwa ajili ya kufanya dua, kuiombea timu yetu ya Simba iweze kufanya vizuri siku ya kesho, siku ya kesho kutwa twende tukapate matokeo mazuri. Lakini dua hii vile vile iwe ni dua ya kuiombea ama kuwaombea wachezaji wetu. Bila shaka nyote mna taarifa ya kwamba jana tumekuwa na mchezo ambao umewashtua wengi, umewachanganya wengi kwa aina ya mchezo ambao tumeonesha, aina ya viwango ambavyo tumeonesha mchezo wa jana. Maana yake ni kwamba hivi sasa wapinzani wetu wanahangaika namna ya kuwaharibia wachezaji wetu. Kwa hiyo dua hii iende sambamba na kuwaombea wachezaji wetu waendelee kuwa bora hivyo hivyo hadi mwisho wa msimu. Mimi nimefurahi sana na nimefarijika sana, kwanza kuja kuonana nanyi, lakini pili kwa hili zoezi la dua ambalo mnalifanya. Lakini cha pili, mlitaka kuja kuonana na viongozi wenu wa Simba. Niwaambie tu ya kwamba Simba Sports Club iko hapa kuja kuonana na ninyi. Lakini vile vile mlitaka mtambulike, na niseme rasmi ya kwamba mnatambulika ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kuanzia sasa ninyi ni familia halali ya Simba Sports Club. Lakini mkono mtupu haulambwi, na sisi tukasema tusije kinyonge. Tunao zawadi ambao tumekuja nayo, lakini tunategemea maelekezo kutoka kwenu. Jumapili tuna mchezo, na sisi tunawaalika ninyi kuja kwenye huo mchezo. Yeyote ambaye atahitaji kuja
anakaribishwa. Simba Sports Club itatoa usafiri ya kuwatoa hapa ama popote ambapo mtachagua mtoke, itawatoa hapa usafiri, mtakwenda mpaka uwanjani, mtaangalia mechi, na Simba Sports Club itawapa ninyi tiketi za bure kwa idadi yenu ambayo mtatuambia. Mtakwenda kuangalia mchezo, mtaangalia mechi ikimalizika, mtarudi kwenye usafiri wenu ambao utakuwa unawasubiri na mtarejea majumbani kwenu kwa raha na mustarehe. Kwa hiyo Sefu, tunasubiri kusikia kutoka kwako, mpo idadi ya watu wangapi? Mtaingiaje uwanjani? Mtakaa sehemu gani? Sisi tutawapangia, na wapi gari itawachukua na kuwarudisha kwa ajili ya kuja na nyinyi kuja kuishangilia timu yenu ya Simba Sports Club siku ya Jumapili. Hiyo ndio zawadi ambayo tumekuja nayo kutoka Simba Sports Club. Nimaliza bwana Sefu. Shukrani sana semaji la CAF, semaji la dunia, umetuheshimisha vibaya mno. Umetuletea kitu ambacho sisi wana Simba wenye ulemavu wa macho hatukutegemea, na nikimpa nafasi huyu ataweza kuongea hata masaa 6. Huyu ni mtu wa maneno kweli kweli. Sasa sisi wenye ulemavu wa macho hatukuoni Ahmed Ally, lakini tunakusikia, na nakwambia ukweli, siongei kiunafiki. Sisi hatukuoni, tunakusikia sana kwenye redio, tunakusikia sana kwenye TV, na mtu yoyote asiyoona akiisikia sauti yako anaenjoy mno, anajisikia ubaya ubwela, kwa sababu mnielewe vizuri, kwa sababu hapa Tanzania kuna wasemaji wengi, hapa Tanzania kuna watu wengi wanasema, lakini sisi wasioona tunamjua msemaji mmoja tu, ni semaji la CAF, semaji Ahmed Ally, ambaye hana majivuno, ambaye hajisikii hata kidogo. Mimi mwenyewe hapa nipo naye karibu na nimeushika mkono wake hivi, lakini angekuwa mtu mwingine angekuwa ana majivuno. Sasa sisi Ahmed Ally tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu na uongozi wote wa Simba, hawabariki sana. Amin. Kwa moyo wenu huu, moyo wa upendo. Mimi binafsi nimefurahi, na ndiyo maana nimeunga mkono jambo la jezi original. Nilienda mimi mwenyewe Jairut ambao ipo pale Morocco, mzee wangu. Nikafika pale nikakaribishwa vizuri, yani hawana ubaguzi. Hawaangalii huyu si mlemavu na nini, wakanipatia jezi ya ubaya ubwela. Na hapa mwenyewe nimeitupia, na hii jezi nawaambieni, ukienda kuifua haichuji mzee wangu. Na hii jezi ninawaambia, hii jezi ukivaa kama haujatoa barua, haujatoa posa, unaenda kutolea posa. Ni jezi ya kiwango cha juu mno. Nisiongee sana kwa sababu mimi kiukweli wasiona wengi wananita Ahmed Ally asiona. Hiyo siongei uongo, watu wengi wananijua. Sasa mimi nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa moyo wako. Semaji la dunia, shukrani sana. Na leo mitandaoni tutauza vibaya mno. Umenielewa vizuri? Sasa ndugu zangu wenye ulemavu, ninawaomba mje hapa kwenye mkeka ili tupige dua kidogo, ili yule Triple C afanye ubaya ubwela. Fi mubarrati kuratul qadam Benjamin Mkapa Stadium. Ajila alwahal wa asatu saat bihaqi hadhihi saat bihaqi hadhihi alwaqt بحق هذه الجمعة آمين بحق هذه يوم الجمعة آمين
في بركة هذا الدعاء. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم يا شريخ المستصرخين، آمين. ويا غياث المستغيثين، آمين. ويا مفرج كرب المكروبين، آمين. كتر مكاننا وتعرف آلنا، آمين. ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، آمين. وأسبك من سؤالنا علمك بحالنا، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا انصرنا فإنك خير الناصرين، آمين. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، آمين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، آمين. وارحمنا فإنك خير الراحمين، آمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين، آمين. واحفظنا فإنك خير الحافظين، آمين. وهدينا ونجينا من القوم الكافرين، آمين. وهدينا ونجينا من القوم المنافقين، آمين. وهدينا ونجينا من القوم الحاسدين، آمين. وهدينا ونجينا من القوم الظالمين، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، آمين. وزدنا يا مولانا ولا تنقصنا، آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولانا فيمن توليت، آمين. وبارك لنا خير فيما أعطيت، آمين. وبارك لنا خير فيما أعطيت، آمين. وبارك لنا خير فيما أعطيت، آمين. وقنا واقفنا واصرف عنا شر ما قضيت، آمين. إنك تأخذ ولا يؤخذ عليك، آمين. إنه لا يذل من وليت، آمين. إنه لا يعز من هديت، آمين. تباركت ربنا وتعاليت، آمين. فلك الحمد على ما قضيت، آمين. وأستغفرك وأتوب إليك. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آمين. وفي الآخرة حسنة، آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام، آمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام، آمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام، آمين. فأققنا بالتقوى والاستقامة، آمين. وأعذنا بالمجيبات الندامة آمين. في الحال والمال والمعيشة، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamani, mimi kama nilivyotambulishwa naitwa Ali Ngurungu. Mimi ni mwana Simba tangu miaka mingi iliyopita, tangu 72 huko, tangu anacheza kina Othman Mavo, sasa namba 1, namba 2 Baraza, namba 3 Kajole, 4 Othman Juma, 5 Chogo, 6 Sadiari, namba 7 alikuwa anaitwa Wile Manjibe, amefariki naye, 8 Ismail Mwarabu, 9 Adam Sabu, 10 Kibadeni huyo, 11 basi Dunga. Tangu enzi hizo mimi ni mwana Simba. Leo kwa kweli, yaani nashindwa la kusema. Ni kitu ambacho sikuwahi kufikiria kwamba siku moja nitakaa na watu wa karibu na Simba, hususan semaji la CAF, toto la Kimakonde hili Ahmed Ally. Nakushukuru sana sasa. Jamani, sisi tunashukuru na Simba kwanza kwa kuitika wito. Sisi muda mwingi tumekuwa kama watoto yatima, tumekuwa ni wapenzi wa michezo, lakini hakuna wale wakubwa au wahusika wa michezo ile ngazi ya taifa, ni kama hawatupokei vizuri hivi. Wapo kama wana sita fulani hivi, na wengine wakikupokea basi wanakupokea kwa negative attitude, yani kwa mtazamo potofu kwamba kwa kuwa alemavu labda nikimfanyia hivi basi mtafanikiwa. Wengine wanathubutu hata kuiba fimbo yetu hii, eti nikichukua fimbo yake hii nitashinda, au nitamzuia fulani atakuwa aoni kama huyu ni wewe mwibia fimbo, kwa hiyo basi mambo yatakuwa mazuri upande wake. Kwa namna hiyo ndo anatuthamini. Lakini wana Simba, bwana Hamidi na wenzako, leo mmekuja hapa, mmekuja kutuheshimisha. Kwa kweli mmetuheshimisha sana, kama alivyosema wenzangu, mmetuheshimisha sana. Mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kuishukuru Simba na kuomba kwamba umesema, maana ukisema ndio imesema Simba, kwamba umetutambua rasmi. Ninachoomba, pamoja na kwa umezungumza hapa umesema, lakini ukifika ofisini tafuta namna itakayotuwezesha sisi kutambulika kikweli, ikiwezekana kimaandishi. Nayo ni aidha kuunda kitengo cha watu wenye ulemavu ndani ya Simba, au vyovyote vile ambavyo nyie huko mnaona
inafaa, na ikiwezekana na sisi tutajwe kwenye katiba, ili tunapokuja kilabuni tuonekana kweli sisi wana Simba, na si kwa sababu tu tumeonekana ndio mnatusifu. Iwepo mpaka kwenye katiba, kwenye mioyo yetu, kwenye mioyo yenu. Bwana Mo anatukumbuka kule kwamba kuna watu wasioona, sio Ahmed Ally tu aachwe peke yake, wote kwa ujumla mambo yaende vizuri. Vinginevyo mimi niwatakie mchezo mwema, au tujitakie mchezo mwema siku ya Jumapili. Watu wafunge, kwa sababu sisi kucheza na watu wa namna ile si kawaida. Hiyo 74 tulicheza na Mer El Kubra, tulikuwa nagombea kombe kule, hawa wakafwa. Hawa wakafwa kule, mpaka walimvamia Mambo Sasa marehemu, walimvamia wakamnyang'anya kitu, ndio akatufunga wa shida kweli kweli. Kwa hiyo Simba sisi kwa kawaida huwa tuko vizuri. Hivi sasa tu mambo yanakwenda vibaya kidogo, ndio upepo, ndio nini, ndio dunia, kuna mabonde na milima. Kwa hiyo msikate tamaa na Simba. Simba yetu ipo, ushahidi ni huyu hapa, huyu upo hapa ndugu yetu. Otherwise kama Simba ingekuwa ipo watu wanavyotuambia huku mitaani, huyu asingepata nafasi ya kuja huku. Sio angekuwa anaongea na vikao vingi, lakini huyu yupo. Hii ina maisha Simba iko hai. Kwa hiyo ninatakia jamani, sisi watu wasiona, tuipende, tuendelee kuipenda Simba yetu. Pia tunakolala Simba tuiwaze, tuitakie mema Simba yetu, na Simba itutakie mema sisi. Alhamdulillah rabbil alamin. Asanteni sana. Unakuja sasa, mimi sipendi usafiri unakuja hapa alafu watu tunakuwa watu watatu, watu wanne. Nahitaji hiyo siku ya Jumapili tuiheshimishe Simba, tuwe wa kutosha hapa, ili usafiri upo na tiketi zipo. Sasa ndugu zangu wenye ulemavu wa macho, siku ya Jumapili tujaze uwanja wa Benjamin Mkapa, kwani timu ya Simba kwenda hatua ya robo fainali sawa sawa na sisi Waislamu kuswali ni faradhi. Sasa Simba kwenda hatua ya robo fainali siyo story, siyo habari. Simba kwenda hatua ya robo fainali ni jambo la kawaida mno, na ndiyo maana siku ya Jumapili tunakwenda kumpelekea pumzi ya moto Experience Tunis, akiongozwa na Triple C mwamba wa Lusaka, akiongozwa na Ribas Gay, ambaye mchezaji huyo amecheza ligi kuu mechi moja na tumeona ubaya aliyofanya, na mpaka akachaguliwa man of the match. Hajachaguliwa kimchongo, hajachaguliwa kiporojo, amechaguliwa kwa kiwango chake. Tumemuona Ribas Gay alivyofanya ubaya ubwela. Sasa ule aliyofanya pale ni robo tu. Siku ya Jumapili atafanya ubaya mwingi sana, tutauona ubaya wake Ribas Gay. Na kuna mtu mmoja, na nakumbusha tu, kuna mchezaji mmoja, Hawa Jailut, wamefanya jambo la maana mno. Wamemleta chuma kimoja, anaitwa, natumai wana Simba wote hapa mnamfahamu. Siku hii ya tulivyocheza na hawa ndugu zetu Mashujaa hakucheza, yani yeye alikuwa ana peruzi mitandao, alikuwa amerelaksi. Sasa siku hiyo ya Jumapili ataingia uwanjani, atafanya ubaya ubwela, atafanya shughuli yake. Ndugu zangu, mimi nimefurahi sana, nimefarijika sana. Ndugu zangu wenye ulemavu wa macho, mimi wanapenda kunita semaji la wasioona, Ahmedi asiyoona, lakini hapa mtaani kwetu wananita Sefu Chama, na mimi nimelipokea hilo jina kwa sababu ni mchezaji ambaye anaupiga mwingi. Na yule mchezaji nilimsikia mtangazaji mmoja kwenye TV alisema, sio mimi, kama uliangalia Azamu, alisema mchezaji yule akivaa jezi nyekundu ndio utauona shughuli yake, akivaa jezi nyingine shughuli anakuwa ya kawaida. Sasa amerudi nyumbani na ubaya, amesema mwenyewe ubaya ubwela atauonyesha Jumapili. Na semaji la kafu, kuna wengine hapa hawajui muda. Hebu naomba uninong'oneze
alafu niwaambie ni saa ngapi. Saa 10 kamili mechi. Bwana, hiyo machinjio yatafanyika majira ya saa 10 jioni. Yaani kijua kikali kile tunampelekea mtu pumzi ya moto siku ya Jumapili. Sasa hapa majira ya saa 7 baada ya watu kutoka masjidi, kutoka kuswali, kutoka kwenye ibada siku ya Jumapili, tumeshaiombea timu yetu ya Simba. Tunakutana hapa, mtanipa majina yenu, mimi nitachukua majina, nitayaweka vizuri, na siku ya Jumapili majira ya saa 8 mchana tutakiamsha mdogo mdogo, na atuendi kinyonge. Labda tunakwenda kama tunaenda msibani, tunaenda kwa nguvu moja, kwa sababu Simba ni nguvu moja. Tutapiga kelele, tutapiga vaibu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Sisi wasioona atuoni, na sisi pale uwanjani atuendi kuangalia mpira, sisi tunaenda kupiga vaibu, ili wale Waarabu wenyewe waijue Simba ni timu ya aina gani, waijue kuna watu wasioona wanaofanya ubaya ubwela. Sasa ndugu zangu, mimi nimefurahi sana, nimefarijika sana ndugu zangu, yani ninawashukuru sana, na mama yangu ninakushukuru sana. Siku hii ya leo tumeenjoy, tumefurahi, tumefarijika. Siku ya Jumapili tutakuja uwanja Benjamin Mkapa, tuwapelekee watu pumzi ya moto. Sisi hatukimbii mji, tuko hapa hapa Dar es Salaam. Kuna timu zingine zinakimbia mji, sisi tupo hapa hapa Dar es Salaam, tunaufanya ubaya bwela Benjamin Mkapa. Hatukimbii uwanja, sisi hatukimbii uwanja, hapa hapa tunampelekea mtu pumzi ya moto. Ndugu zangu, mimi nikisema niongee, mimi watu wananita semaji la wasioona. Mimi nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa kuja hapa, yani siku ya Jumapili. Na semaji la kafu, ndugu zangu hawa wasioona wangependa zaidi siku ya Jumapili wasiende na nguo za kawaida, waende na hii niliyoivaa mimi, waende na jezi ya Simba. Ikiwapendeza viongozi wa Simba, semaji la kafu, natumai jambo hilo kwako wewe ni jambo la kawaida mno. Wana Simba wote wasioona siku ya Jumapili wapige uzi wa mnyama, na sio wapige uzi tu wa kishamba shamba, uzi original kutoka J-Road, uzi ambao ukiuvaa mwenyewe unajisikia burudani. Yani hapa mimi nimevaa ninajisikia amani. Na ndugu zangu msioona, mimi nimevaa jezi moja ya blue, jezi ya ubaya ubwela, jezi ambayo ninaweza kwenda hata kutoa posa na hakuna shida yoyote. Ninawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana mzee wangu Kisiwa kwa kutuheshimisha, na kushukuru sana semaji. Semaji lazima asimame. Na kushukuru sana semaji la CAF, semaji la dunia. Na ndugu zangu, mchukue picha hii. Hii ni picha adimu kweli kweli, picha ya maana. Na kushukuru sana semaji la CAF. Sasa nahitaji siku ya Jumapili tupate usafiri. Na ikikupendeza hatuwezi kuja uwanjani na jezi za manyoka nyoka, tuje na jezi hizi za ubaya ubwela. Nikikupendeza utufanyie mchakato mzee wangu. Cha kufanya ikiwezekana leo jioni unipe orodha ya wanachama wako wote na saizi za jezi wanazovaa. Kesho majira ya mchana kuna mtu atawaletea hapa jezi pamoja na tiketi. Wanasema umepigaje hapo? Hawajasikia vizuri. Ameninongoneza Tobi hajaipata vizuri hiyo kauli. Umesemaje? Unipe orodha ya wanachama wako wote wasioona na saizi za jezi wanazovaa kesho mchana. Hiyo orodha unipe leo jioni. Kesho Jumamosi mchana, Mungu akipenda, atawaletea mtu hapa jezi zenu pamoja na tiketi zenu. Piga kelele kwa Ahmed Ally. Lakini jezi zitakuwa rangi moja pekee. Rangi gani hiyo? Nyekundu.
rangi nyekundu, ili yote mvae rangi moja. Ukitaka blue, rangi nyingine utanunua mwenyewe. Sasa imeisha. Lakini tutakayotoa sisi ni nyekundu, ili siku hiyo tuwe machinjio, Jumapili wote mvae jezi ya kufanana. Shukrani sana. Imekwisha hivyo. Imekwisha. Jamani, ndugu zangu, ninawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na huyu msemaji ana mambo mengi siku ya leo, kwa sababu hii kanzu hajaivaa kimchongo. Hii kanzu ana shughuli nyingi siku ya Ijumaa. Sasa ndugu yangu, mimi nakushukuru sana, na mzee wangu Kisiwa na wote mliokuja hapa, viongozi wa Simba, Mwenyezi Mungu awazidishie zaidi na zaidi. Tunawatakia majukumu mema, siku ya Jumapili tuje tufanye